Karibu mwanasoka, kokote pale ulimwenguni ulipo, mimi nakupa nafasi yako hii ya kuwa na mimi. Lakini pia vile vile uwe ni mwenye kunipata kwa kina zaidi. Lakini kunipata huku muhimu zaidi ni kusubscribe. Maana ukisha subscribe kwenye YouTube channel yetu, inakuwa ni vizuri sana sana na utapata vitu vingi zaidi kupitia hapa ndani ya channel yetu pendwa zaidi ya CWG Digital. Mimi naitwa Mr. Chiwaga. And call me there, utakuwa umetisha sana na vingi ambavyo nakuwa na kuhabarisha hapa tuna uhakika navyo asilimia 80 kama sio 90 kwa 100. Lengo ni nini? Lengo ni kukujuza, lengo ni kukufahamisha, lengo ni kukufanya uwe muelewa zaidi, kujua haswa mambo ambayo yanaendelea katika nyanja tofauti tofauti, iwe nyanja ya kimichezo, nyanja ya kiburudani, nyanja ya kijamii. Lakini hapa tunaangazia katika michezo leo, ambapo uchambuzi wetu mkubwa zaidi unakwenda kwenye kikosi cha timu ya Simba Sports Club, lakini na kikosi cha RSB Berkane. Wengi wana mengi ya kuyazungumza, lakini hapa tunapata nafasi fupi ya sisi kukuambia kile ambacho kimejiri, kile ambacho kilikuwa kinatazamiwa na mashabiki wapenzi wa soka ulimwenguni, lakini haswa Afrika na Afrika ya Mashariki. Tunafahamu kuwa klabu ya Simba wamemaliza mchezo wao wa raundi ya kwanza, ambapo walicheza kule katika nchi ya Morocco katika uwanja wa Berkane Municipal Stadium, mchezo ambao haukuwa na bahati nzuri kwa klabu ya Simba, maana mchezo ulimalizika na klabu ya Simba kufungwa goli 2. Goli la kwanza ambao lilipatikana dakika ya 14, dakika ya 8, na goli la pili kapatikana dakika ya 14. Mchezo ambao kiukweli ulikuwa disappointed kwa mashabiki wa Simba, lakini pia vile vile mashabiki ambao wako Afrika Mashariki. Kama unavyofahamu, klabu ya Simba ndio klabu ambayo inaiwakilisha Afrika ya Mashariki. Sasa mchezo ulimalizika kwa klabu ya Simba kupoteza kwa goli 2-0. Lakini kuna mengi ambayo yalijitokeza baada ya mchezo, lakini pia vile vile ndani ya mchezo. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa ni vya kustahajabisha sana ni juu ya mashabiki wa klabu ya Simba kuonyesha ile nia na hamasa kwamba mchezo haujaisha mpaka uishe, mpaka mashabiki wa RSB Berkane kuwa katika hali ya sitofahamu. Inakuwaje? Sisi ndio tuliyeshinda, lakini bado timu ya Simba inaonyesha mashabiki wao wakiwa na hamasa kubwa zaidi, wakionyesha kwamba hawa bwana wamepotea kwa goli hizi 2. Wakija nyumbani kwa Mkapa goli zitakuwa nyingi. Wengi walikuwa wakihisi mchezo huu wa finali katika raundi ya pili kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya RSB Berkane utachezeka katika uwanja wa Mkapa Stadium. Hapa ndio maswali yalipoanza baada ya taarifa kutoka CAF moja kwa moja, ambapo imeonyesha ratiba ya mchezo wa pili, ambapo klabu ya Simba imetumiwa ujumbe rasmi kwamba mchezo huo hautochezeka katika uwanja wa Mkapa Stadium. Sasa mchezo huo rasmi umepangwa kuchezwa katika viwanja vya Amani Complex kule katika viunga vya Unguja na Pemba, kwa maana Zanzibar. Sasa hapa ndipo kulipokuwa na sitofahamu kubwa, kwa sababu kama unakumbuka klabu ya Simba tiketi zao kwa VIP na baadhi ya zile phase, tunazungumzia VIP katika wale ambao wanakuwa wanaingia uwanjani, vile viti, kuna viti ambavyo vilikuwa tayari viko sold out, kwa maana vimeshauzika na vimeshafungwa, ni kuingia tu uwanjani. Tunafahamu uwanja wa Amani Complex hauingizi watu wengi, unaingiza watu wasiopungua 10,000 lakini uwanja wa Mkapa Stadium unaingiza watu takriban 60,000. Sasa kuna watu wengi zaidi ambao wataukosa mchezo huu kutazama uwanjani, ambapo wengi watatazama nyumbani, lakini
Hiyo sio hoja. Hoja mchezo unafanyika katika viunga vya Zanzibari, visiwani huko Zanzibar, ambapo kwenda tu ni lazima utumie gharama. Sasa watu wakawa na sitofahamu kubwa, inakuwaje kwa sisi ambao tumetoa hela zetu za ticket, mchezo huu umekuwa hivi, je tutawezaje kwenda kuutazama, inakuwaje mchezo unaenda Zanzibar, kwa hivyo uchumi wetu labda hauko sawa. Hivi vitu vyote kwa upande wa CAF wao hawajavitazamia sana, kwa sababu wameangalia ubora wa uwanja, wameangalia pia vile vile kwa kuwa Simba mchezo wa nusu finali waliweza kucheza katika uwanja wa Amani Complex. Inasemekana walichelewa kutoa taarifa kwamba uwanja ule uko sawa, ili mradi uende kupitiwa na kutazamwa kweli uko sawa au vipi. Haya yote ni maneno ambayo yanazungumzwa, lakini jumla ni kwamba CAF wameamua mchezo wa finali kati ya Simba dhidi ya RSB Berkane kuchezeka katika viunga vya Unguja na Pemba, tunamaanisha Zanzibar, ambapo uwanja wa Amani Complex mchezo huu utaweza kuchezeka. Sasa Ahmed Ally leo aliweza kuzungumza kule Oyster Bay, makao makuu ya Simba Sports Club, na mengi ambayo amezungumza, tunanukuu machache tu ambayo ameweza kuzungumza. Moja ya kitu kikubwa ambacho amezungumza ni kwamba kuelekea mchezo huo ambao utachezeka siku ya Jumapili ya tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 bana, 2025 mwezi wa 5 na tarehe 25 ndo itachezeka finali ya mwisho. Ahmed Ally amesema kwamba itakuwa ni kuelekea kwa mchezo huo kutakuwa na hamasa, kutakuwa ni siku special zaidi. Kama tunavyoifahamu, Simba ni klabu ambayo inakuwa na surprise nyingi sana, na hizo surprise zote wanazifanya kwa sababu tu ya mashabiki wao, upendo, mapenzi makubwa na soka, lakini pia vile vile kuonyesha kwamba uwanja wa Taifa wa Mkapa na uwanja wa Amani Complex hawa ni baba moja mama moja. Kwa hivyo vile ambavyo vinatakiwa vikafanyike, vilivyotakiwa vifanyike katika uwanja wa Taifa, ndio vitu ambavyo wataenda kuforce kuvifanya katika uwanja wa Amani Complex, ambayo amesema je inakuwaje kuhusu tiketi, na watu tayari washanunua tiketi zao, washatoa tiketi zao. Kauli ambayo imetoka kwa msemaji Ahmed Ally ni kwamba tiketi hizo zitatumika katika siku ya Simba Day. Kwa hivyo siku ya Simba Day ndio itakuwa siku maalum ya kutumia hizo tiketi zao, au kama ulikuwa umelipia basi unaambiwa ukae karibu, tiketi yako iweke sehemu nzuri, Mungu akitupa uhai, ambapo na majaliwa siku ya Simba Day tiketi hizo utakuwa haulipi tena kiingilio, bali utaingia kwa kutumia tiketi yako hiyo ambayo itasoma na itaruhusu wewe ukatazama mchezo wa Simba Day. Hiyo ndio ilikuwa ile hoja. Wale ambao wametoa wamenunua, wamekata tiketi zao na mchezo umeghairishwa kuchezeka katika uwanja wa Mkapa na unachezeka katika uwanja wa Amani Complex, kwao inakaa vipi? Sasa jibu la Simba na kupitia msemaji wao Ahmed Ally amesema kwamba hizo tiketi zitatumika, wanaomba radhi kwa kile ambacho kimejitokeza, lakini mchezo wa Simba Day ambao utachezeka kama unavyojulikana kabla ya kuanza kwa ligi ya msimu wa 2025 msimu wa 2026, basi wataenda kuzitumia hizo tiketi zao. Sasa hamasa ambazo Simba wanazo kuelekea katika mchezo huo ni zipi? Kuna hamasa nyingi sana muhimu. Simba Ahmed Ally amewasihi mashabiki wa Simba waliokuwepo Zanzibar na waliokuwepo Dar es Salaam kuwa na nguvu moja kwenda kuisupport timu yao, lakini pia vile vile kutakuwa na siku maalum ya kumfanyia dua aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, ambapo watamfanyia dua maalum mzee Aman Abeid Karume, na hiyo dua itafungamana na kwenda kwa vituo vya watoto yatima kutoa zawadi, kuwagusa wale ambao wenye changamoto, lakini pia vile vile na wale watu ambao wenye mahitaji maalum, wale ambao wamefiwa na wazazi wao, na watu baadhi ambao pia watakuwa wanaenda kuwafikia hao watu. Hizi zote ni kuelekea tu kwa mchezo huo wa finali. Najua wewe pia ni miongoni mwa mashabiki, unatamani kufahamu, unatamani kujua bana, kumbe kumekuwa hiki na hiki. Kwa upande wa RSB Berkane nao tayari washachukua video yao, wako sehemu sasa hivi kuisubiria tu huo mchezo, ingawa
hofu bwana ipo. Ukicheza na Simba siku zote inabidi utulie, uwe makini, kwa sababu Simba muda wote achelewi kukuharibia, muda wote achelewi kufanya comeback ambazo zinakuwa ngumu kuziona. Yani ukiangalia Simba unaweza kuifananisha na Barcelona ya kina Messi, ya kina Neymar, wakina Iniesta, au Barcelona ya sasa ya kina Yamal, wakina Rafinha, na wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri pale katika viunga vya Barcelona. Sasa mimi nikaona si vibaya, kwa nini kuacha hivi nisikupe hizi dondoo, chambuzi huu wakina kwa kile ambacho kilikuwa kimeendelea, press ambayo imefanyika na klabu ya Simba leo, na upate kufahamu. So muhimu zaidi kupita hapo kwenye YouTube channel yetu, subscribe, like na kucomment. Na tumai ukifanya hivi itatufanya sisi tuendelee kukupa updates, matukio kadha wa kadha, na utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapata info zetu kwa ukubwa zaidi. Usiende mbali na sisi, kwa sababu tupo hapa kukufanya wewe ufahamu. Wengine hawa watakupa matapitapi tu. Karibu kwetu, tukupe habari, tukupe dondoo, na upate kufahamu vitu ambavyo vina uhakika na vimefuatiliwa 80 kwa 90, na wewe pia ni uwe mtu wa 100 kupata kushuhudia au kupata kusikia au kupata kufahamu. Mimi naitwa Chiwaga, unaweza kunifuata kwenye Instagram yangu kama CWGTZ, Facebook kama CWG Chiwaga, lakini pia vile TikTok huko CWG Chiwaga, na X natumika kama Ali Chiwaga. Utakuwa umetisha sana. Muhimu kwako ku subscribe, like na ku comment. Bonyeza alama ya kengele, bonyeza alama ya kengele. Kwetu ni sehemu ambayo tunaiheshimu sana, kwa sababu ukibonyeza alama ya kengele itatufanya uendelee kupata content zetu, uende kupata kwa haraka zaidi matukio ambayo sisi tunakuwa tunayafanya. Muhimu yote fanya hivyo, subscribe, like na ku comment. Hii ni CWG Digital.